Karibu tena katika hadithi ya kijiji cha kutisha. Na sasa tupo katika episodi ya 3. Aya, tunaanza. Kadiri Amani alivyokuwa anasogea karibu na wale watoto, ndivyo sauti ile ya pamoja ilivyokuwa ikiongezeka ndani ya kichwa chake, ikichanganyika na mapigo ya moyo wake yaliyokuwa yakigonga kwa nguvu, kana kwamba yanataka kutoka kifuani. Macho yake yalijaribu kufumba, lakini yalishindwa. Mwili wake ulikuwa chini ya amri ya nguvu isiyoonekana, na alipoifikia ile mistari ya watoto, mmoja wao aliyekuwa mdogo zaidi alisogea mbele taratibu, huku kichwa chake kikiwa kimeinamishwa. Kisha akakiinua ghafla na kumtazama Amani moja kwa moja, macho yake yakiwa matupu bila mboni. "Umechelewa," alisema kwa sauti nyembamba isiyo ya kawaida, na hapo hapo watoto wote wakaanza kusogea kumzunguka, wakimzunguka kama duara lisilovunjika. Ghafla ardhi chini ya miguu yao ikaanza kupasuka polepole, mstari mweusi ukijitokeza na kutoa mwanga hafifu wa kijani ule ule ambao mganga Ngadu alikuwa ametumia. Na kabla Amani hajapiga kelele, alihisi mkono ukimshika begani kwa nguvu kutoka nyuma. Akageuka kwa hofu. Alikuwa ni mganga Ngadu, lakini sasa hakuwa yule aliyemuona mwanzo. Macho yake yalikuwa yamejaa ule mwanga wa kijani uking'aa gizani, uso wake ukiwa mgumu kama jiwe. "Usipinge," alisema kwa sauti nzito isiyo ya kibinadamu. "Hii ndiyo njia yako." Na ghafla wale watoto wote waliinua mikono yao kuelekea juu, wakaanza kuimba kwa lugha isiyofahamika, sauti zao zikitetemesha hewa yenyewe, na mstari ule uliokuwa umefunguka ardhini ukapanuka zaidi na kuwa kama shimo refu lisilo na mwisho, upepo mkali ukianza kuvuta kila kitu kuelekea ndani yake. Amani akapambana kujitoa, lakini nguvu ile ilizidi. Akavuta pumzi ya mwisho ya uhuru, huku akihisi miguu yake ikiteleza kuelekea kwenye lile shimo. Ndipo kwa mbali kabisa, ndani ya giza lile lile, aliona kitu kikitembea kuelekea juu kutoka ndani ya shimo, kiumbe kikubwa chenye umbo lisiloeleweka, na sauti nzito ikasikika kutoka ndani yake, "Mleteni." Na hapo Amani akajua hakuwa ameletwa hapo kuokolewa, bali kutolewa sadaka. Amani alipokuwa akiteleza kuelekea ndani ya lile shimo lisilo na mwisho, ghafla alihisi joto kali likipenya kwenye kifua chake, tofauti kabisa na baridi aliyokuwa ameizoea tangu afike kijijini hapo. Na kwa sekunde ile ile, mwili wake ukatetemeka kwa nguvu, kana kwamba kuna kitu kinapambana kutoka ndani yake. Wale watoto waliinua sauti zao zaidi, wakibadilisha ule wimbo wao kuwa kelele kali ya kuamuru. Lakini Amani, kwa mara ya kwanza, alihisi miguu yake ikisimama, kama vile ile nguvu iliyokuwa inamvuta imeanza kupungua, na akapiga kelele kwa nguvu zote, sauti iliyotoka kwake ikiwa nzito na ya ajabu kuliko kawaida. Na ghafla ule mwanga wa kijani uliokuwa ukitoka ardhini ukayumba, ukianza kufifia. Mganga Ngadu akashtuka, akamsukuma Amani kwa nguvu, akijaribu kumrudisha kwenye shimo. Lakini safari hii Amani hakusogea. Alisimama imara, macho yake yakianza kung'aa kwa mwanga tofauti wa dhahabu iliyochanganyika na moto hafifu. "Haiwezekani," Mganga Ngadu alinong'ona kwa hofu ya kweli kwa mara ya kwanza. "Walikosea, si sadaka, ni mlango." Na hapo hapo wale watoto wakaanza kupiga kelele za maumivu, miili yao ikianza kuyeyuka kama moshi, wakirudi nyuma mmoja baada ya mwingine, kana kwamba wanasukumwa na nguvu isiyoonekana. Ardhi iliyokuwa imepasuka ikaanza kujifunga polepole, lakini kabla haijafunga kabisa, lile kiumbe kikubwa kilichokuwa kinapanda kutoka ndani kilitoa kishindo kikubwa kilichotikisa kijiji kizima, mkono wake mrefu wenye kivuli kizito ukijitokeza juu, ukijaribu kumfikia Amani. Lakini mwanga ule uliokuwa unatoka ndani ya Amani ukang'aa zaidi na kuufanya ule mkono kurudi nyuma kwa maumivu. Upepo ukavuma kwa nguvu isiyo ya kawaida, nyumba za makuti zikaanza kutikisika, na ghafla kila kitu kikanyamaza. Kimya kizito kikatawala. Amani akaanguka magotini, akihema kwa nguvu, huku akitazama mikono yake iliyokuwa bado inatoa ule mwanga hafifu, na nyuma yake sauti ya mganga Ngadu ikasikika tena, sasa ikiwa dhaifu na yenye hofu. "Hii
haikupaswa kutokea. Wewe sio tu aliyechaguliwa, wewe ndiye waliokuwa wanamwogopa. Amani bado alikuwa amepiga magoti, pumzi zikimkatika, huku mwanga ule wa dhahabu ukianza kupungua taratibu mikononi mwake, lakini joto lake likabaki likipenya hadi moyoni. Akainua kichwa chake polepole na kumtazama mganga Ngadu, ambaye sasa alikuwa amerudi nyuma hatua kadhaa, macho yake yakiwa yamejaa hofu halisi. Unamaanisha nini? Wananikimbia? Amani aliuliza kwa sauti iliyochanganyika na hasira na mshangao. Na kabla mganga hajajibu, ardhi ikatetemeka tena kwa nguvu ndogo, lakini ya kutosha kufanya vumbi lipae hewani. Kutoka kwenye nyufa zilizokuwa bado hazijafunga kabisa, sauti ile nzito ikasikika tena, safari hii ikiwa na hasira. Hajamalizika, mlango bado upo. Na mara hiyo si mkono tena uliotoka, bali moshi mweusi mzito ulianza kupanda juu, ukijikusanya polepole na kuunda umbo la kibinadamu lisilo kamili. Macho mawili mekundu yakawaka katikati yake, yakimtazama Amani moja kwa moja. Amani akasimama kwa shida, lakini safari hii hakurudi nyuma. Badala yake akasogea hatua moja mbele, kana kwamba kuna kitu kinamvuta kuelekea kwenye hatari ile ile. Na moyoni mwake akaanza kusikia sauti nyingine, tofauti kabisa na zile za watoto. Sauti tulivu, nzito na ya zamani sana, ikimnongoneza, usiogope, kumbuka wewe ni nani. Lakini Amani akatikisa kichwa kwa nguvu. Mimi nani? Akapaza sauti, na ghafla mwanga ule ukaongezeka tena, ukamulika moja kwa moja lile umbo la moshi. Lile kiumbe likapiga kelele kali iliyotikisa hewa, likirudi nyuma kana kwamba limechomwa, lakini halikutoweka. Badala yake likaanza kuzunguka Amani kwa kasi kama upepo wa kiza, likimzunguka na kujaribu kumfunika kabisa. Mganga Ngadu akapiga kelele kwa hofu, ukizidi kuachia nguvu zako utaufungua mlango kabisa. Lakini ilikuwa tayari imechelewa, kwa sababu macho ya Amani yalibadilika kabisa, yakiwa sasa yamejaa ule mwanga wa dhahabu, na kwa sauti ambayo haikuwa yake peke yake akasema, basi ufunguke. Na hapo hapo ardhi ikapasuka tena kwa kishindo kikubwa kuliko mwanzo, mwanga na giza vikichanganyika katikati yake, na ule moshi ukavuta pumzi kana kwamba umepewa nafasi ya kuishi tena. Lakini safari hii haukuwa unamvuta Amani chini, bali ulimvuta juu, ukimuinua polepole hewani, kati ya dunia na kile kilichokuwa chini yake. Na sauti ile nzito ikacheka kwa furaha ya kutisha, hatimaye tumempata mlango hai. Na hapo Amani akagundua ukweli wa kutisha zaidi. Hakukuwa na njia ya kurudi tena. Hapo ndio mwisho wa episodi ya 3. Usikose kufuatilia mwendelezo wake. Pia usisahau kushare, kulike na kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata notification ya post zijazo. Ciao, bye!